niko na mzee wa data Ramadhan Mbwaduke. Mzee wa data, Nsingizini wanaenda kucheza mchezo wa hatua ya pili ya awali dhidi ya Simba, na tunashuhudia ni mara ya kwanza kucheza ligi ya mabingwa. Kuna mchezaji anaitwa Shongwe, alishinda ndio goli la pekee kwenye mchezo wa hatua ya awali ya kwanza kabisa pale. Labda huyu anaweza kuisaidia tena timu yake dhidi ya Simba. Unamaanisha Nkosingipile Shongwe? Osingipile. Yes, huyu ni mchezaji miongoni mwa wachezaji nyote hivi sasa kule Eswatini. Ni wa timu ya taifa Eswatini, ni beki mbili. Kwenye hii timu ya Nsingizini, kwa kutambulisha tuna watazamaji wako, mgongoni ana namba 24 akipata nafasi ya kucheza. Yeye ni beki mbili ambaye cheza yake mara nyingi huwa ni kama winga. Yaani kama Shomari Kapombe. Sasa huyu miongoni mwa, kwa nini anatajwa kwamba ni miongoni mwa nyota ambao wakiwa kwenye kiwango bora kuweza kuichallenge Simba, ni kwamba wakati wakifuzu kwa hii raundi ya pili ya awali ya michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika, hawa Nsingizini waliwatoa Simba bora ya Zimbabwe. Katika mechi ya kwanza kule Zimbabwe walifungwa 1-0. Katika mechi ya pili wakicheza kwao mpaka dakika 90 bila. Kwa lugha nyingine walikuwa wanaenda kutolewa. Wakiwa chini ya kocha wao Mandla Nkogi Davis, walikuwa wanaondoka kwa sababu bila wakati ugenini wamefungwa 1-0, matokeo jumla angekuwa 1-0. Sasa kwenye hizo dakika 90 plus, muda wa kuelekea jioni mechi kumalizika, walipata mpira wa kona. Yeye na wenzake katika muda ambao walikuwa hawana cha kupoteza bali kwenda kwa idadi kubwa kwenye eneo la Simba bora kujaribu kupata chochote kitu, ndiye mwisho wa siku akafunga bao zuri ambalo lilitokana na mpira wa kona. Katika harakati za kuokoa, yeye akaupata mpira akiwa huru akaweka wavuni. Matokeo yake wakashinda 1-0. 1-0 maana yake matokeo ya jumla kawa ngapi? 1-1. Kwa kanuni za CAF tunakwenda kwenye mikojo ya penalty kwa sababu bado hajatoa nani wa kwenda katika raundi hii ambao anakwenda kucheza dhidi ya Simba kuania kufuzu hatua ya makundi. Kwenye mikojo ya penalty, kwa nguvu ya kisaikolojia walioipata kwa kufunga bao kuelekea mwishoni kupitia kwa huyu Nkosingipile Shongwe, hawa Nsingizini wakashinda 4-2. Kwa hiyo penalty wakashinda 4-2, wakasonga mbele. Kwa nini amekuwa gumzo Eswatini na vyombo mbalimbali vya habari nchini mwao? Ni kwamba bao lile lilofunga kwanza ndilo lilokuwa ufunguo wa wao kwenda katika raundi inayofuata. Pili, kwa klabu ya Nsingizini ndio bao lake la kwanza katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo yeye amejiweka katika historia ya Nsingizini tangu ianzishwe kwake mwaka 1984 haijawahi kufunga goli katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na mfungaji ndio yeye. Ndio maana furaha ilikuwa kubwa sana, akashangiliwa sana. Si unajua Eswatini bwana, wanaoshangilia ni wa jinsia zote. Hii Nsingizini ina mashabiki sio wengi kihivyo kama kina Township Rollers, lakini inao. Sasa kweli kwa burudani kwake, kwa shangwe na furaha kwa kuiwezesha Nsingizini kuirejeshia matumaini kwenye mikojo ya penalty, wakasonga mbele. Sasa na hivi karibuni alipata nguvu zaidi katika kikosi cha timu ya taifa ya Eswatini kilichoanza kwenye mechi waliocheza dhidi ya Cape Verde. Kule Cape Verde mwamuzi akiwa Rajiga, Cape Verde walishinda 3-0 wakaenda kwenye finali za kombe la dunia, wamequalify kutoka miongoni mwa mataifa 9 ya kwenda moja kwa moja kwenye finali za kombe la dunia. Yeye naye alicheza kama beki mbili. Wakati mwingine makocha umpanga kama winga kwa sababu anaweza kucheza kote. Wakati mwingine anaweza kucheza beki tatu. Zipo baadhi ya mechi anacheza, lakini mara nyingi anacheza nafasi ya beki mbili. Hata katika hiyo mechi aliyoshinda alikuwa anacheza beki mbili ambaye wakati mwingine anakuwa kama winga akipanda kumwezesha winga upande wake kuingia ndani, kama ambavyo tunatambua jinsi ya kucheza. Sasa huyu anaweza akawa na mambo mawili kwa Nsingizini, ambayo moja ni linaweza kawa la matumaini na furaha kwa Watanzania kwa kuna Msimbazi Simba. Lingine matarajio ni kwamba libume likatae, nalo ni kwamba kufunga kwake goli katika mechi iliyopita kunaweza kumuongezea mzuka, akawa na nguvu ya ziada kisaikolojia. Kuwemo katika kikosi cha kwanza katika mechi ya mwisho ya kuania kufuzu finali za kombe la dunia ni nguvu nyingine. Kuwa gumzo nchini kwao hivi sasa ni nguvu nyingine ya kisaikolojia kumfanya acheze mguu wa shingo mguu wa roho katika kuhakikisha anaendeleza kile ambacho amekifanya katika mechi zilizopita, kutekeleza mipango kazi ya kocha Mandla. Maana yake akiwa kwenye kiwango chake bora, akiwa na uwezo wa kuibia nafasi kama alivyofanya dhidi ya Simba bora, akipata fursa anaweza kawa tatizo kwa Simba, tatizo kwa Watanzania wakitumainia Simba wako nyuma yao kwenye uwakilishi kwa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini
Chanya ni kwamba hizi sifa hii misifa aliyoipata inaweza ikawa chanzo cha Simba ndo kwa uchochoro kwake kupata nafasi ya kwenda kufunga. Anaweza akawa njia, na naona anaweza akawaponza. Kwanza Simba inafahamika ni very strong kulinganisha na Nsingizini. Hayo weka pembeni. Kwake yeye kama beki mbili ni eneo ambalo Simba mipango yao ya kufunga, namna wanavyocheza tangu wakiwa chini ya Fadlu Davids, lakini hata hivi karibuni wakiwa na Dimitar Pantev, maeneo ya pembeni ni maeneo ambayo Simba huyashambulia sana. Kocha Dimitar Pantev hata akiwa Gaborone United kabla ya kutoa Simba kama meneja, mifumo yake upenda ni 4-3-3. Ukiona mfumo baada ya golikipa kunakuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu, mashambulizi yake mengi yanakuwa kwenye flanks, pembeni, kushoto ama kulia, na wanaenda kwa kasi. Simba maeneo hayo ndipo unamkuta Kibu Denis Prosper upande wa kulia. Kama sio Kibu Denis Prosper unamkuta anaweza kucheza Ladak Chasambi, kama sio Chasambi Joshua Budo Mutale anaweza katokea upande wake akaingia ndani. Unamkuta Eli Mpanzu Kibisawala yeye upande wa kushoto kwenye makaratasi, ingawa kucheza anaweza kwenda upande mwingine pia. Jasha huwa anacheza nyuma, mshambuliaji kinara, anaweza kwenda upande pia. Steven Dese Mukwala mshambuliaji kinara, cheza yake atulise mmoja, ana uwezo wa kwenda kushoto au kulia. Sasa maeneo haya yote mipira ikitoka kwa kina Alassane Maudo Kante, kwa kina Yusuf Kagoma, kutoka kwa mabeki kama Rushain Deruko mzuri sana kupiga mipira ile ya kwenda nyuma ya mabeki, inaweza kawa fursa kwa Simba kutengeneza nafasi ya mabao upande wa huyu Nkosingipile Shongwe mgongoni nambari 24, kwa sababu aina ya cheza yao yeye huwa anapanda sana na ashanogewa kufunga. Kama misifa ndio itambeba katika mechi hii kwamba naye aendelee kupanda, ndio fursa hiyo ninaizungumza. Lakini sio hilo tu, anaweza kacheza kwa nidhamu, asipande, lakini bado watu wanatarajia kukutana nao. Kwa mfano akimkuta Eli Mpanzu Kibisawala mwenye kiwango chake bora, kwake kunaweza kukawa njia. Ndio kwa sababu yeye ni mzuri zaidi anapozuia kwenye kujenga mashambulizi kupanda kutokea eneo la pembeni katika mechi hiyo. Vinginevyo atekeleze mpango kazi wa kocha Mandla, aamue kwa timu ya pili, muda mwingi wazuie, asipande hapo kidogo. Lakini bado Simba wana kawaida wakati mwingine wanafanya ile tunaita dual wave concept, dhana ya kushambulia mande, kwenda kukuoverload, kukuzidi idadi, kwamba unaweza wakaamua wakenda kwa beki mmoja wakampelekea wachezaji zaidi ya mmoja, wamchosha atenze fursa, ili mwisho siku atenze fursa ya kufunga, kwa sababu wakienda wachezaji zaidi ya mmoja, beki mmoja wapo wakati itabidi aende akatoe msaada. Akienda maana anatenza nafasi ambayo inatumiwa na wachezaji wengine kama washambuliaji wa kati au Jasha huwa anafanya hivyo. Nadhani nimeeleka vizuri. Yaani unaweza kukuta kwa mfano tu, unaweza kukuta Anthony Mligo kenda, alafu Mpanzu yupo huko, alafu Jasha huwa achezi mbali na upande huo, wanakuwa na idadi kubwa kuattract mabeki wakati sasa wa Nsingizini wakienda watenze nafasi pale, alafu Jonathan Soa au Steven Dese Mukwala au yeyote atakayekuwa amefika kwa kuchelewa akakumbana na kitu akaenda kuadhuru. Kwa mimi ninavyoona anaweza kawa ni mchezaji muhimu kwa Nsingizini ndio, lakini mbele ya Simba naona huo umuhimu wake unaweza kwa kinyume chake, yeye ndo akawa njia akaenda kushambuliwa mande. Hata Simba kama wana mpango huo, basi njia mojawapo ni hii. Huyu nambari 24 cheza yake, na hasa akicheza beki mbili na hata akienda kushoto, baadhi ya mechi nimeshasema huu cheza tabia yake ni ya kupanda, ni sehemu nzuri sana ya kushambulia ili kutenza nafasi za kufunga, na hasa kwa kuzingatia kwamba ana nguvu ya kisaikolojia. Yeye amesaidia Nsingizini Hotspur kufikia hapa walipo. Ikitokea akafanya majukumu yasiokuwa ya msingi kwenye kuzuia, anatenza fursa, lakini hata anapozuia sioni kama ana uwezo wa kukabiliana na pressure kutoka kwa Mpanzu alikuwa kwenye kiwango bora, kutoka kwa Kibu, kutoka kwa Chasambi au wanaokwenda upande wa Jasha huwa Mligo au Nabi Kamara kama anacheza. Bado naona kana kwamba licha kwamba yeye ni miongoni mwa wachezaji nyota kama ulivyotoka kueleza na nimeeleza, lakini anaweza kuwa yeye ndio njia, ndio uchochoro wa Simba kutengeneza gharika katika mechi. Lakini pamoja na maelezo yote haya, lazima tuheshimu mpira wa miguu, lolote linaweza kutokea, lakini kwenye makaratasi Simba ina nafasi kubwa ya kuangoa hao mabwana, na hivyo kuendeleza kile ambacho amekuwa kikifanya tangu msimu wa 2018-19. Simba anaposhiriki michuano ya CAF, iwe ligi ya mabingwa au kombe la shirikisho, break ya kwanza huwa ni robo finali. Sasa hii mechi sio robo finali, hata makundi bado Simba anataka kwenda makundi.
mara zote imepita mara na wagumu kama kina Al Ahly Tripoli, kina Mabululu msimu uliopita kombe la shirikisho ikawapiga 3-1 kwa Mkapa. Matarajio ni kwamba wataendeleza ubabe wao, na sehemu mojawapo wakitaka kufanikiwa ni pamoja na kwa huyu mwamba kama tulivyotoka kumuelezea, Nkosingipile Shongwe, mgongoni nambari 24.